Ujambo mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuzingazie taarifa za habari siku ya leo ya Januari 30, 2026 kwa nami Pendo Godson ambaye nakusomea taarifa za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia upande wa forodha mkoani Mara imeteketeza shehena kubwa ya bidhaa za magendo zikiwemo boksi za sigara, vifaa tiba, vipodozi na vifungashio vyenye jumla ya zaidi ya kilo 700. Akizungumza kuhusu operation iliyofanyika jana Januari 29 katika eneo la Nyabange wilayani Butiama, meneja wa TRA mkoa wa Mara Nasoro Ndemo alisema bidhaa hizo zilikamatwa katika nyakati tofauti. Naomba tuanze kuziteketeza hizi bidhaa. Mzigo huu kuna sigara tani 6500, wastani 6500 ambazo zote zilikamatwa zikiwa hazijafuata zile hatua sahihi za forodha. Lakini pili, tuna madawa ya binadamu ambayo pia yalikamatwa yameingiza kwa njia za magendo. Tuna vipodozi, lakini pia tuna vifungashio, mifuko ya plastiki ambayo pia imeingia nchini kwa njia za magendo. Sasa changamoto hii imekuwa ni kubwa kwa mpaka wetu, hasa kupitia Silali. Tatizo hili limekuwa kubwa kwa sababu changamoto ya kuingiza vifaa kwa magendo au bidhaa kwa magendo zina madhara makubwa. Kwanza kwa jamii, kwa sababu kama bidhaa zitaingizwa kwa magendo na zitakuwa hazina ubora ule ambao unaruhusiwa, madhara anaenda kupata moja kwa moja mwananchi anayekwenda kuzitumia. Kwa hiyo ni changamoto kubwa namba moja ambayo moja ya kazi yetu kama forodha, kwa idara yetu ya forodha ni kudhibiti bidhaa zisizoruhusiwa. Kama mtu ataingiza bidhaa bila kufuata sheria, kwa maana kwa njia ya magendo, manake analeta ushindani usio sawa kwenye soko. Mwingine ataingiza bidhaa na atalipa kodi. Alafu yule ambaye ataingiza bidhaa bila kulipa kodi manake atauza kwa bei ya chini. Hivyo ataharibu mtiririko mzima ule wa biashara. Sasa hiyo ni changamoto pia moja kubwa ambayo tunaipata na tunaasa wananchi waache hizi shughuli za magendo. Lakini tatu pia ukiingiza bidhaa kwa magendo kuna hasara kubwa kwa mfanyabiashara endapo atakamatwa. Lakini pia naendelea kuwaasa wananchi wa Mara tufuate utaratibu wa kibiashara. Serikali yetu imeweka utaratibu mzuri wa kibiashara. Tuingize nchini bidhaa ambazo ni salama, tufuate utaratibu unaofuata ili tuendelee kulipa kodi. Mwananchi huyu anatakiwa alipe kodi. Bidhaa hizi ni za gharama. Mwananchi huyu angefuata utaratibu, mkoa tungepata kodi ya kutosha. Kwa hiyo wananchi waendelee kuleta biashara kwa utaratibu ambao umeruhusiwa na serikali. Biashara ya magendo imekuwa ikifanyika, lakini ni ukosefu tu wa uzalendo. Kufanya biashara ambayo ni halali na wengine kuwa na tamaa ya kutaka kujinufaisha bila kutumia mitaji mikubwa au kwa kufata utaratibu. Maana wakati mwingine bidhaa bandia au magendo unaweza kupata kwa bei ndogo, lakini hatima yake hata kile kidogo ulichokiweka kinakupa hasara. Kama nilivyotangulia kusema, ni hata watu nao wapelekea hicho kitu kinaleta madhara kwao. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameipongeza juhudi za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA katika utekelezaji wa mikakati ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani kufuatia ziara ya kikazi ya mamlaka hiyo mkoani Shinyanga, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani inayoendelea katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Mboni alisema kuwa uwepo wa miundombinu bora ni kichocheo muhimu katika kuvutia na kulinda uwekezaji endelevu. Kampeni yetu hii imetarget kwa namna ya kipekee wawekezaji wa ndani. Eneo ambao mfano limetengwa kama special economic zone, kunakuwa na wataalamu mbalimbali ambao wanafanya ufuatiliaji na especially hasa sasa hivi ambako tumeona launching au uwepo wa TISEZA ni faraja kubwa sana kwetu. Kwa hiyo mkoani Shinyanga, wilayani Kahama tulianza hapo, lakini tulianza pia kwa kutenga maeneo mawili. Eneo la kwanza ni lile la Buzwagi ambalo lilikuwa linafanywa uchimbaji na wenzetu wa Barrick, lakini eneo la pili ni Nyashimbi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumeendelea kuencourage
wawekezaji wa ndani, wafanyabiashara wa ndani. Lakini kwa mkoa wa Shinyanga sio tu kuencourage, tumejitahidi pia kutengeneza wawekezaji wa ndani. Tunawa encourage, tunawasaidia, tunawashauri. Na pia tumejitahidi sana kuwatengenezea mazingira wezeshi na rafiki ili waweze kufanya uwekezaji. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunaamini wawekezaji wa ndani wanapowezeshwa na wakawekeza kwenye maeneo yetu haya, kwanza eneo kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa, mabadiliko chanya ya kimaendeleo. Eneo lote lenye uwekezaji, watu watakwenda, watafuata, mama ntilie watakuja watauza, watu wenye maduka yao watakuja wanauza, watu wenye vifaa vinavyohusika na shughuli za uwekezaji pale watakuja watafungua maduka yao. Kwa hiyo eneo husika linaenda kubadilika, transformation kubwa tunaiona. Lakini pili, mapato ya serikali kuu na mapato ya halmashauri zetu, our local government mapato. Lakini pia mapato kwa mwekezaji, kwa sababu hakuna mtu anayefanya uwekezaji wa hasara, lazima utakuwa ni uwekezaji wa faida. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwekezaji wa ndani ambaye atakwenda kuwekeza kwenye eneo ambalo serikali ya mkoa kupitia halmashauri zetu tumetenga kwa kupitia mapato yetu ya ndani, na kutengeneza miundombinu, barabara, kuhakikisha umeme unafika, kuhakikisha maji yanafika, ili hata yule anayekuja kuwekeza pale basi asikutane na changamoto yote ambayo inaenda kumuongezea gharama za uendeshaji. Lakini tunashukuru Mungu sana, tuna kiongozi mkuu wa serikali, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutoa maelekezo moja kwa moja kuhusiana na jambo hili. Tumeona ni namna gani ambavyo Mheshimiwa Rais alitoa pia maelekezo kwa wenzetu wa mamlaka ya mapato TRA, lakini pia na TISEZA. Sasa hivi kuna hii kampeni ya uwekezaji wa ndani ambayo TISEZA na nyie mnaitekeleza, na Mheshimiwa Waziri ndo alifanya launching. Yote hii ni katika harakati za kumwezesha Mtanzania kiuchumi. Ukiangalia intention na lengo kuu la Mheshimiwa Rais ni kuinua mwananchi kiuchumi kupitia uwekezaji. Kwa mimi nitumie fursa hii kuendelea kuwahamasisha sana wananchi wa mkoa wa Shinyanga, wekezeni. Serikali iko hapa kuwasaidia, serikali iko hapa kuwainua. Kuna wataalamu maeneo mbalimbali, mfano leo tuko na TISEZA na wao ndio wamejikita na ndio wenye dhamana kubwa ya kusaidia masuala yote ya uwekezaji ndani ya nchi yetu katika mikoa yetu yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kikubwa ni kwamba tutumie fursa hizi. Mamlaka husika ya uwekezaji TISEZA wako barabarani, wanaendelea kuzunguka kuhakikisha kuona namna gani ambavyo tunatekeleza hizi kampeni. Kwa Shinyanga tuko tayari, tumekuwa tayari, tutaendelea kuwa tayari kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mifumo, tunatenga maeneo, tunawezesha wananchi kwa fedha, kwa mawazo, kwa maeneo, lakini pia na msaada wote ule ambao wataweza. Lakini pia kurahisisha maeneo yao yafikike kirahisi ya uwekezaji, kuwe na huduma zote zinazohitajika, maji, umeme, barabara na huduma za kijamii ziwepo karibu. Kwa hiyo tunatamani kwamba mtu anapokuja kuwekeza basi huduma ya afya iwe karibu, mtu anapowekeza basi angalau huduma nyingine iwe karibu. Baada ya kusema hayo, mimi nadhani niendelee kuwakaribisha sana mkoani Shinyanga. Karibuni sana. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameelekeza halmashauri ya jiji ya Mwanza kutoa milioni 200 zikiwa ni fedha za awali kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari kwa mfumo wa ghorofa inayojengwa katika mtaa wa Kasota, kata ya Mhandu, wilayani Nyamagana, hatua inayolenga kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani. Akizungumza na wananchi katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la shule hiyo ambapo inakadiriwa kugharimu jumla milioni 584, Mtanda amesema fedha hizo za awali zitatumika kuendelea na umwagiliaji wa silabu na kuinua ghorofa la kwanza ili ifikapo Desemba mwaka huu mradi huo umekamilika. Kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta fedha hapa Mhandu kiasi cha shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari hii. Na mimi nataka niwahakikishieni, ili mradi nimefika hapa Mhandu, nimeweka jiwe la msingi la hii sekondari. Hii sekondari itakamilika, tena itakamilika kwa wakati. Macho, akili, lakini ufuatiliaji wa kina kabisa nitaufanya mimi mwenyewe katika sekondari hii ili wananchi wa Mhandu waweze kupata sekondari mpya
kwa wakati mwafaka. Lakini pia ninaelekeza halmashauri ya jiji la Mwanza katika hatua ya awali kutoa fedha shilingi milioni 200 ili kuendelea na ujenzi wa kuweka silabu na kunyanyua floor ya kwanza, ili ndani ya kipindi cha mwaka huu halmashauri ya jiji iweze kuwa imekamilisha utoaji wa fedha shilingi milioni 500 ili mwakani Januari shule hii ianze rasmi kubeba watoto wa kata hii ya Mhandu. Kwa hiyo ujenzi hapa utakwama. Mkurugenzi wa jiji ndugu Kibamba tunampongeza kwa kazi nzuri ambazo anazifanya, lakini sasa ninamwelekeza kutoa fedha shilingi milioni 200 ili tuendelee na umwagaji wa silabu na kuinua ghorofa ya kwanza, kwa sababu tunataka ifikapo Disemba mradi huu ukamilike na Januari mradi huu uanze kupokea wanafunzi 1600 kama ambavyo taarifa imesema. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wajibu wako ni kuibana halmashauri, lakini pia ninakuelekeza meya kuhakikisha kwamba unamsimamia mkurugenzi na baraza la madiwani kutoa fedha nilizozielekeza hapa ili mradi huu ukamilike. Kwa hiyo mradi usipokamilika, kigezo na tatizo atakuwa ni meya, kwa sababu fedha za halmashauri zinasimamiwa na meya, na msimamizi mkuu wa halmashauri zote katika mkoa wa Mwanza ni mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ardhi yetu sisi ndogo, ni lazima itumike vizuri. Tunajenga nyumba kwenda angani, hatujengi nyumba kuelekea mbele. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu, na sasa miradi yote ya elimu, ya afya, focus iwe ujenzi kwa kutumia mtindo wa kwenda juu, kwa sababu bado angani kuna nafasi, lakini ardhi yetu sasa haiwezi kutosheleza majengo mengi kwa wakati mmoja. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Awad Kauronga, mkazi wa Katumba, ambaye ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Rungwe na pia ni makamu mwenyekiti hamasa taifa wa chama hicho kwa tuhuma za uchochezi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema Bwana Karonga alikamatwa Januari 29 majira ya saa 4 asubuhi maeneo ya mtaa wa Katumba. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda amesema wizara imepatiwa kiasi cha shilingi bilioni 2 itakayowawezesha watengenezaji wa maudhui mbalimbali mitandaoni kuimarisha kazi zao na kuongezea kipato kupitia majukwaa ya kidijitali. Amesema hayo Januari 29 jijini Dodoma na kubainisha kuwa fedha hizo zimetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuyawezesha makundi yote ya watengeneza maudhui ikiwemo katika sekta ya utalii, michezo, habari, jamii, muziki, filamu na sanaa nyinginezo. Ndugu zanguni, ajira ni uwezo wa mtu kuyatafasiri maisha yake na kumfanya atumie kipaji, taaluma au talanta aliyopewa na Mwenyezi Mungu na kuendesha maisha yake. Tunafahamu ya kwamba nchi yetu kwa wingi wa vijana tuliokuwa nao, kwa kweli pasipokuwa na shaka lazima iwepo mikakati mbadala ya kuwezesha kutengeneza fursa na vijana wao kupiga hatua. Tulimwomba Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuangazia vijana wenye ndoto hizi wanaotumia taaluma zao na vipaji vyao kuendeleza maisha yao. Leo tuna habari njema. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni 2 kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao. Iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any program ambayo unaifanya, Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Naomba kutumia nafasi hii kuwatangazia kijana yoyote mwenye ndoto ambaye ameshaanza safari ya kuipigania ndoto yake, ambaye ameshaanza safari ya kutafasiri ndoto yake kwa vitendo kwenye mikoa yetu yote ya Tanzania, kokote kule aliko, aende kwenye ofisi za wilaya ama halmashauri ama jiji ama kwenye wilaya kwa maana mkuu wa wilaya, kupitia kwa maafisa habari wa wilaya, mkajiandikishe. Peleka taarifa zako, waambie wewe ni nani, unashughulika na nini,
Yawezekana wewe content creator umeamua kutengeneza maudhui ya familia, umeamua kutengeneza maudhui ya michezo, umeamua kutengeneza maudhui ya sanaa mbalimbali, ikiwemo hata maudhui ya utalii. Ukifika pale, andikisha jina lako, chombo chako ulichonacho, kazi unayoifanya, na sisi tutapokea taarifa hizo kama wizara na kuzichambua na kufanya mkakati wa kuwapatia hizo fedha kwa ajili ya kuwezesha shughuli yenu ya kutimiza ndoto mliokuwa nayo. Ndugu zangu vijana, ni wasii, fursa hii ni adimu sana. Tumempata rais ambaye amekubali kusafiri na wewe kwenye ndoto yako. Umehangaika peke yako kwa muda mrefu ukitumia simu yako. Umehangaika peke yako kwa muda mrefu ukikosa vibali vya kwenda hata baadhi ya maeneo kufanya shughuli yako. Umehangaika peke yako, imefika hata hatua watu wamekwambia unapoteza muda. Lakini kuhakikishia huko unapoteza muda. Kilio chako, maombi yako na ndoto zako zimemfikia Daktari Samia. Bilioni 2 ambazo tayari ameshanipatia kuhakikisha kwamba tunakuwezesha wewe upate kutimiza ndoto yako. Nenda kama afisa habari wa wilaya, jaza fomu hiyo ya maelezo. Taarifa zako atazituma ndani ya ofisi yetu ya wizara. Kuanzia leo mpaka tarehe 15 ya mwezi wa pili, vijana wote wenye ndoto hizo, walioanza kusafiri kwenye ndoto zao, walioanza kutengeneza content, wale content creator, waende kwenye ofisi za wilaya. Watakutana na maafisa habari nchi nzima, wako kwenye ofisi zetu za wilaya au ofisi za halmashauri. Wakifika pale watakutana na fomu, watajiandikisha. Utaandika jina lako, utaandika chombo chako, utaandika shughuli unayoifanya. Kama wewe ni mtu wa online TV, kama wewe ni content creator, utaandika cha kwako. Na baada ya pale wizara yetu itapata taarifa zote na kuzifanyia uchambuzi ili tuanze kukupatia fedha hizi ukapate vifaa ujikwamue na utimize ndoto yako. Zaidi ya yote tunafahamu wako watu wanaweza kabeza kazi hizi, lakini nimeongea na baadhi ya vijana wengine kupitia kazi walionayo hii tu ya kutengeneza content, wametengeneza ajira za watu zaidi ya 20. Kuna watu mnafahamu, mtu anaitwa Ronaldo ile aposti tangazo lako kwenye page yake ya Instagram, unamlipa dola milioni 3. Tumeona juzi tu hapa amekuja kijana kutoka Marekani, amezunguka nchi zote za Afrika hapa, katengeneza kiasi gani. Tunataka vijana wa Tanzania watumie fursa hii ya kuwa na Rais Daktari Samia kujipatia kipato chao. Lakini la pili katika hilo, tutaweka nguvu kubwa zaidi pia na pesa nyingi zaidi kwa vijana wanaoweza kutengeneza maudhui ya zaidi ya lugha moja. Tunafahamu ya kwamba lugha yetu ya Kiswahili ni lugha kubwa ambayo imepata nafasi kwenye nchi za SADC, imekubalika kwenye Umoja wa Afrika, imekubalika Umoja wa Afrika Mashariki, lakini pia hata UNESCO wameitambua lugha yetu ya Kiswahili. Lakini pia tunahitaji kuona maudhui yenye lugha tofauti. Ukiweza kufanya maudhui ya Kichina, ukaweza kufanya maudhui ya Kiingereza, ukatengeneza kwa lugha ya Kifaransa, ukatengeneza kwa lugha ya Kijerumani, pia wizara itafurahi kushirikiana na wewe na kukuongezea vifaa vyenye uwezo wa kuifanya kazi yako iende kimataifa. Daktari Samia amekubali kusafiri na wewe kijana wa Tanzania kwenye ndoto yako. Content creator, mtu unayehangaika na online TV na watu wote wanaojishughulisha na kujipatia kipato kupitia mitandao hii, serikali ya Rais Samia itawashika mkono ili mtimize ndoto yenu. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makalla leo Ijumaa Januari 30 ameuagiza uongozi wa jiji la Arusha kutumia mapato yake ya ndani kuboresha masoko ya machinga ya Ulezi na Machame ili kuweza kutumika kikamilifu na wamachinga hao. Mheshimiwa Makalla akiwa kwenye ziara ya kutembelea masoko hayo ameagiza pia kupewa nafasi kwa wafanyabiashara hao wadogo katika masoko makubwa ya Kilombero na Morombo baada ya kukamilika kwa ujenzi wa soko wa masoko hayo yanayotarajiwa kukamilika ndani ya mwaka huu. Na mtazamaji wa SQF TV, taarifa hiyo ndo tamati ya SQF News siku ya leo ya Januari 30, 2026. Asante sana kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia asante pia kwa wewe ulitenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Zaidi ya yote nizidi kukukumbusha kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa pili pata kuwepo na upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika pale katika hospitali ya Malolo Tabora, lakini pata kuwepo na huduma ya ambulance kupitia 0800 piga namba hizo bure kabisa na huduma yetu kufikia popote pale ambapo utakuwepo kwa bei nafuu. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa matangazo haya, nikutakia Sabato njema, lakini pia nikutakia weekend njema. Ulikuwa nami Pendo Gorton.